Uchaguzi tumeufanya wenyewe, tukupeleka bakuli kuombaomba. Sasa hii wale yanawauzi. Hizi ni nondo za habari kutoka Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Mbunge wa jimbo la Mchinga mkoani Lindi, Salma Kikwete, amesema kelele na maneno yanayopigwa kuhusu uongozi wa Rais Samia kutoka ndani na nje ya nchi yanatokana na msimamo wa serikali wa kutokuomba na kujitegemea, hali inayoudhi wakosoaji wa Rais Samia. Akichangia mjadala wa hotuba wa rais bungeni jijini Dodoma hii leo Januari 30, Salma amesema Tanzania imepata heshima kubwa kimataifa kutokana na uongozi thabiti wa Rais Samia ambaye ametambulika Afrika na duniani kwa kazi zake, jambo linalosababisha baadhi ya watu kuibua kelele na maneno dhidi ya uongozi wake. Ameeleza kuwa miongoni mwa mambo yanayowaudhi wakosoaji hao ni uamuzi wa taifa kufadhili uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutumia fedha za ndani bila kupeleka bakuli kuombaomba kwa wahisani wa nje, akisema hatua hiyo ilionyesha uwezo wa nchi kujisimamia na kufanya maamuzi yake kwa uhuru. Salma amesisitiza kuwa kelele hizo haziwezi kuzuia maendeleo ya Tanzania, bali ni ushahidi kuwa serikali itaendelea kufanya kazi kubwa na nzuri kwa maslahi ya wananchi, akiwataka Watanzania kuendelea kuunga mkono uongozi wa Rais Samia na kulinda amani ya nchi ambayo ni msingi wa maendeleo endelevu. Kodi imeongezeka kutoka milioni 850 mwaka 2023-2024 hadi kufikia trilioni 1. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Sasa kwa nini watu wanazungumza? Kwa nini watu wanasema? Kwa nini maneno ni mengi? Ukiona mti wenye matunda unapopolewa, ujue kwamba kuna matunda matamu. Na ndiyo maana Mama Samia mara huku anasema hivi kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika taifa hili. Mama Samia anafahamika hapa kwa kazi kubwa na nzuri, anafahamika Afrika na duniani, na ndio maana hata dunia inamtambua kwa kumpa awadi mbali kwa ajili ya kazi zake. Isitoshe, uchaguzi tumeufanya wenyewe kwa mara ya kwanza, uchaguzi mkuu. Hatukupeleka bakuli kuombaomba. Sasa hii wale yanawauzi. Nini tufanye? Tuendelee kulinda amani yetu, tuendelee kuitunza amani yetu. Amani ndiyo kila kitu kwa maendeleo yoyote ya taifa lolote duniani. Tumsemee Mama Samia kwa mazuri yake. Samia Suluhu Hassan ametembea nchi nzima, amefika mpaka kule kitongojini. Kufika kitongojini haina maana kwamba yeye mwenyewe afike, isipokuwa ana wawakilishi wake ambao ni wabunge, wenye viti wa serikali za mitaa, wenye viti wa serikali za vijiji na kadhalika. Kwa hiyo kule amefika na kutoa pesa, mabilioni ya pesa, na ndio maana nchi imefikia hapa tulipo sasa. Ukuaji wa uchumi umeongezeka kutoka 3.9 mwaka 2021 hadi kufikia 5.6 2025. Haya ni mafanikio makubwa. Wakati huo pato la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 156.4 2021 hadi kufikia trilioni 205.84 2024. Hii ni uthibitisho wa sera nzuri za kiuchumi za taifa letu la Tanzania. Nani kama Samia Suluhu Hassan? Kuhusiana na swala zima la miundombinu, hapa tunazungumzia swala la usafiri, ikiwa na maana barabara, reli, bandari. Serikali imefanya kazi kubwa na ya kihistoria ambayo mpaka hivi sasa mtandao wa barabara umeongezeka, mtandao wa barabara za lami umeongezeka, barabara za changarawe umeongezeka, mwendo kasi nao umeongezeka. Na huu mwendo kasi umerahisisha sana kazi za wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi hata mtu akitaka kutoka hapa sasa hivi anafika Dar es Salaam na usiku anaweza akarejea. Hongera sana mama, tunakupenda kwa kazi yako kubwa na nzuri ambayo unaifanya. Ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege, na ndege zimeongezeka, ujenzi unaendelea, kila kitu kiko kwenye traki.
Madaraja makubwa yapatayo 10 likiongozwa na daraja la JPM nalo limekamilika, yani Kigongo Busisi, ambayo lina urefu wa kilomita 3. Kuhusiana na swala zima la bandari, sasa kwenye swala la bandari maboresho makubwa yamefanyika, ikiwemo gati namba 1 mpaka lile gati namba 7, kuongeza kwa kina cha kina kwa mita 14.5, kadhalika na kule Mtwara pamoja na Tanga. Ujenzi wa meli MV Mwanza umekamilika, thamani yake ni bilioni 109. Uwekezaji sekta binafsi, yani DP World, muda wa meli kusubiri umepungua kutoka siku 46 mpaka siku 7. Haya ni mafanikio makubwa sana katika swala zima la usafiri. Halikadhalika hata makasha kutoka 1,59,807 hadi kufikia makasha 215,286 yameongezeka. Hili ni jambo kubwa na ni jambo la kujivunia kabisa. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.